Ibwaga sana Mutegero TV ngochokera kaire kire gicunje kiki kebire na kemudekire mubango jojo jwa muri misharo kuna tukudoma tukumenya kidogo mantu jege farm structures kana myakire rethero ege farm nandi tujite kuona nandi mantu jege nyomo cietura ciutonya na kana ure ciumba kwithirwa inguge ciumba gwitaniria ciria mo cia irene ngurwe urithi ngurwe ukethwa bandu nurithi nguku na bandu ukethwa nurithi ng'ombe nuntu ei project kivyara kini ciutonya lakini mukorojo to no ao mutaramu atari bana gikungu gashara agomba kwithira gitwita toreza mantu kurukijege kwithira enterprise sietonya na kuru. Tueleze kidogo aswa ni nini inafanyika kwa hifa. Nimegundua kwamba wanyama wako unaweka pamoja. One thing tumesema wakati unachagua kazi na tumechagua kilimo, huwezi fanya kila kitu. Lazima uchague enterprises maximum 3 ile inaenda saidiana. Na kama sasa kwa upande wa wanyama tumechagua 3. Tumechagua ng'ombe, nguruwe na kuku ya kienyeji. Reason? Na sitaki watu waite kuku ya kichenji. Wanamezoea nasikia kwamba ikiitwa kuku ya kichenji. Hiyo ni mambo ya sitaki kuongea juu yake. Ni kuku ya kienyeji. Na iko na maana sana. Na kile kitu kimefanya tuweke hizo vitu pamoja ni kwamba na mimea kama horticulture na nini mahali tumetoka. Boga ikikosa mahali ya kwenda ni chakula ya nguruwe. Kwa hivyo haijapotea. Spinach ikikotaka kununuliwa iwe mingi tutaletea nguruwe. Inahitaji nguruwe, kuku na ng'ombe zinahitaji greens. Kwa hivyo tunawaletea. Kwa hivyo haipotei. Hata ndio sababu unaona wakulima wanauza kama kutupa. Sababu wanaona imekaa imekuwa tayari na hana mahali ya kuina. Na anaona ni vibaya kupatia ng'ombe. So ndio hata hahesabu ng'ombe ama huna. Sasa nguruwe tunaiona inasaidia ile shamba nyingine. Si unaona? Nguruwe inasaidia shamba na mbolea. Excess ya shamba naye ile haita kupata market inasaidia nguruwe na kuku na chakula ya greens ili nyama yake iwe mzuri na ikue mzuri. So ndio unaona tulichagua nguruwe. Yes. Na kuku ya kienyeji. Yes. Kuku ya kienyeji sasa nyumba ukiangalia vile tumejenga kuku inalala juu mchana usiku. Inakuja tu automatically inakuja juu. Inalala juu. Ikikunya inaanguka zinaenda huko kwa nguruwe. Kwa nguruwe. Alafu sasa inakuliwa na nini? Na nguruwe. Naye nguruwe kinyezi yake na nyama na nini analisha mtoto. Watoto tunauza na ile kitu kingine tunauza. Kama sasa wamezaana hata sasa ni tunauza ili wawe wadogo. Kama hii moja tunaona imezaa watoto 14. Yes. Imezaa watoto 14 na inalisha. So hiyo ndio hata ukiangalia hizo structure, they are not complicated structures. Sio structure ambaye unasema mkulima anahitaji pesa mingi ili aweke. Ni mawe ya kawaida, haijawekwa maridadi. Ni ingine ni bao ya kawaida, hii ni wire mesh na juu tumeijenga in a way hata lighting na kila kitu iko. Na hii structure yote imechukua kuku, nguruwe na ng'ombe. The same housing under one roof. Kidogo tukiendelea hivyo kwa mafunzo, naona umegawanya cubes. Kuna vipimo ambazo ni aso ama ama mkulima unaweza muelezea kwamba hizi vipimo ni tunalisha nguruwe. Standard kuna standard zake. Lakini sisi sasa tukiweka hii tulikuwa tunaweka nguruwe lakini tutakuwa tukisomesha watu. Kwa hivyo lazima wakati tulikuwa napima na tukilenga tulikuwa tunalenga ukiangalia size kuna ile size kidogo ya nguruwe kama moja. Ile size kubwa kama ile ni ya watoto wakuwa kubwa. Yes. Ama bele wakuwe akina mama ama wakuwe kubwa occupy space. Hii iko na watoto kidogo tunaipatia nafasi ile dogo. Lakini juu yote ni kuku tunagawanya na tumegawanya hata hizo cubicles. Kuku ile jogoo kidogo, jogoo ile kubwa, ile iko katikati haijaanza kutega na inalala. The most interesting thing ni kwamba
hata ikija hapa kukula kuku jioni hata mchana inakuja inakula ile mabaki ya ngure ama ile imeanguka huko chini kuku inakula. Jioni tutaweka hii gazi ama daraja. Tukiweka hiyo kuku inakuja ikipanda. Kuku mahali yake. Kila kuku itakuja ikuje kwake ni wapi? Hapana, inakuja igie na iende. Inajua mahali ilitoka asubuhi. Lakini bwana Kashara, magonjwa ya kuku huwezi kuja ina affect magonjwa ya kuku. Hygiene very very important. Hygiene very important. Watuja kuwa na kesi ya magonjwa ambayo ukiangalia aeration ya huko, si unaona kila kitu ni aerated na kila mahali. Tena tuna disinfect, tunapiga madawa ya disinfection kama BM natural na madawa ile natural BM EMs, na tunapiga kila mahali on a routine basis. Na hata maji ile inakunywa tunaweka hizo disinfectants ili ku make sure ile kitu baya sana ile inaweza leta magonjwa ni congestion na kukosa mahali ya hewa kutembea na kukosa kupiga dawa kusafisha. Isipokuwa ni wakati huu kama wa kiangazi tunasafisha mara 3 kwa siku. Hii ingine ni kufagia. Wakati maji iko mingi tuna wash on daily basis apart from sun. Labda kidogo kieleze kama kuna siri uko nayo sababu si kawaida kukuta nyumba ya nguruwe. Kuna utulivu, nguruwe piga kelele sana. Unabwako kuna stress. Kuna kitu moja ningetaka kuambia watu. Wakati unaamua kufanya kazi ile fanya ile kazi unajua. Number 2, fanya kazi ile unapenda. So hii nguruwe inajua wageni. Na nikiingia hii nyumba yote inakuwa na furaha, hata inacheza na ina relax. Kwa sababu wakati niko hapa lazima niingie na I must make sure zinanijua. How you make sure inakujua. Kama saa hii nikimuita niite ile tunamuita Kajuju, niite ile anaitwa Pauline. Ziko na majina. Utaona inaamka na inajua sauti. Kajuju sasa pale anatarajia wakati. Hata unaona Kajuju sasa tayari hapa anatarajia wewe Kajuju. Kajuju. Pauline naye hapa ametupatia watoto wengi kutosha. Amenyonja mpaka. So na wanajua nikiingia mgeni wale wanaopatia chakula wanajua. Mimi nikiingia hapa wanajua. Sana nimezoea kuja na kitu ya kuwapatia. Naweza kuja na hiyo mboga tuchie. So kwa hivyo naweza kuja na carrot kushibisha. Tunakula na wao pamoja. Kitu yenye nimesoma hapa ni hewa iwe ya kutosha kwa when we are building for these animals, aeration is very important. Na wachibe wakule. Nguruwe wataanza cannibalism na kukula kila mahali kama wachibi. Hilo ndilo swali lilikuwa nakuja. Sababu unaona hakuna yenye imebomoa. Utakuta ni kawaida utakuta nyumba za nguruwe zimebomolewa. Yule mtu anabomoa na ndio tumejengea na mawe, isipokuwa sijui utafanya nini sababu ya picha yake ni mzee wao. Ako hapa mzee sijui anaitwa Napoleon. Napoleon anajua jina lake. Napoleon. Wewe Napoleon. So huyu tumemjengea na mawe. Sababu wakati ile moja ikipata joto awe on heat atasikia harufu. Na hii kitu ni nothing kwa Napoleon. Anaingia anaenda naye mpaka mahali hiyo. So ndio sababu imebidi. Si unaona hata ukiangalia nyumba yake ndio ameharibu kule. Hao wengine hawajaharibu. Kama sasa hako na msichana hapo, huyo amekuja juzi analetoa, alafu after 1 week tuna withdraw. Wow. Sasa tuende kwa sasa tumejua kuku ndio zina maana sana kwa hawa. Na pia zikiachiliwa zinakuja kuchini. Na uzuri wake ile kitu tumebuild hiyo relation, hata kuku akiingia hapa ni kawaida tu inakuwa ni marafiki, wamezoeana. Wamezoeana. Wamenyonya tayari, wameshiba. Hii tumechagua ikiwa ndio dume. Hii sasa mtu akitaka kununua dume peke yake. Dume imekaa ile sio castrated. Hii ni dume ambaye sio castrated. Tunaweza hizi sasa hii hii ni ya wale tumechagua wasichana
na dume zile castrated. Kwa hivyo ukiangalia kama huyu so why, kwa nini una castrate ndume na labda ungetaka strength? No, tunaangalia from kama zile ziko pale, tunaangalia strength ni ama features ni gani anaweza kuwa a good father. Si unaona? Nani anaweza kuwa characteristics akitoa kama pale ukienda pale si unaona they have the same mother. Ukipima utakuta kwa sababu normally tunapima almost weekly. Nani ana add weight? Nani anakuwa haraka kushida wale wengine? Na chakula tunawapatia na the same. By the way, ningetaka isipokuwa hukuona kwa sababu gani tunakata mkia. Sababu gani? Kama wale wakiwa wadogo na wakiwa size hii, kuna hii michezo wanacheza na kuna wanakulana. Inaweza uma mkia. Iumize ikate. Na ukiumiza mkia ikianza itaweza leta infection. Infection hiyo mkia ni part of the backbone. Kwa hivyo iki affect the backbone hiyo nguruwe inaisha nguvu. Hiyo mambo ni kitu ambayo we may not be able to cure. So kukata mkia is a management husbandry management activity. Procedure tu. Ama procedure kumanage nguruwe. Sana sana naona wengi wakiwekea nguruwe ni michain. By the way, that is moja na tumeona sababu wakati iko idle na wakati hajashiba anacheza na waya. Si unaona? So tutawekea chain. In fact is long overdue chain yake ya anapenda kucheza na kama kunoa meno. Kama kunoa meno. So hawa bado sasa hii ndio size nzuri ya kununua. Hii ni size. Sasa hiyo tunapenda tunapenda ikikaa na mama yake miezi 2, we win miezi ingine 2 tunakuuzia size hiyo ukitaka kama zile ziko pale. Lakini tungependa size hii ya miezi 5, miezi 6 na tunaongeza bei mwezi moja ikienda tunaongeza 1000. Tunaongeza 1000. Sasa kama hii iko na miezi 7. Ukinunua hizi zote ni 7000. Hii ni 7000. Isipokuwa yule. Huyo ni kubwa. Hiyo si walika hiyo. Hii ni kama 10. Ni aliyabot alimiscarriage. Sasa tukamleta hapo akae na hao. So umetaja kuhusu miscarriage. So kama mtaalamu na umekaa kwa hii farm na umejua nguruwe, inaweza kuwa ni shida gani hasa imeletea? It's not a common problem. Hiyo shida ni vile walikaa nyumba moja wakiwa wengi. So stress no, ni kugongwa na yule mwingine. So si kitu common kwa nguruwe. Si kitu kwa ugonjwa, it's not common miscarriage kawaida. Hiyo ni kama kugongwa, aligongwa na wale wengine. Ni kugongwa, aligongwa. So tunaweza enda kuona ng'ombe na tunaweza kuona ng'ombe. Haswa hatuweki ng'ombe tuanze kuproduce maziwa. Yes. Sisi tumeweka hii ng'ombe sababu ya kufundisha wakulima. Na ndio sababu tumtatuweka na standard ile na hii ni basic. Kwa hivyo sisi tuendelee tukisoma na wakulima tukiwa na pamoja. Hapana. Hana shida. Hakuna ng'ombe iko na shida hapa. Mpaka sasa kutoka kwa hii ng'ombe tutaenda kwa dama yake mpaka tuende tupate pedigree kwa hizi ng'ombe. So hizo enterprise sasa tumeona enterprise hizi 3. Hii ni dairy. Yes. Na dairy naye inasaidia shamba ile nyingine, si ni mahindi silage kama rotation. Yes. Tunapanda huko silage. India silage. Inakula silage. Ikikula silage kinyezi yake tunairudisha kwa slali. Bolea huko kwa shamba. Inakuza chakula inarudi sana kwa hizi. Inarudi sana kwa hizi. Mahindi hiyo ndio tunasiagia wao wote. Umeona biogas. Si unaona? Inatoka kwa hii kinyezi ya ng'ombe, biogas tunafundisha watu inaweza kupika na unaona vile inawaka mzuri. So na tumeamua kuweka acha sababu ndio is more fat content kwa juu. Maziwa iko juu na tena management yake si kama ya Friesian ya juu sana, na tena inaweza toa maziwa kama hiyo. Economically ni na ecologically ni acceptable karibu all range mingi. So the amount of liters that inaweza kuwa in a day. Kama saa hii tuna ile imetupatia mingi ni 21 liters per day.
na currently inatoka kama 15, ile high ndio hii this one June tulinunua Meru. Hizi hiyo hii ile inaitwa tulinunua Urbagon, inaitwa Urbagon na yule mwingine ile inaitwa Rongai tulinunua Nakuru. Tunataka tutoe pedigree kwa hizi. Tutoke 21 tuende probably mpaka 40 liters per day. 40 liters per day from these animals. Iboka sana mutegeri ori TV ngagochokera nkatho ntukukuthira uthingatirite mubango jojo muri msharuko nikenda cyo kombo kuthomithia mantu mwanya jegie farm eku nokeza kwithirwa nurathingatite ngutigia ukukwata jaireja thatu jara mukuru gacara tutariria nikenda tumbo kura mwanga kime kyo kingi mbita kombe kinyonde ne ori TV kiri mubango jojo muri msharuko aratuwa ikurima na kuketha kwenda umithio. Bye bye.